Taasisi ya GSM Foundation kwa kushirikiana na klabu ya Yanga wamekabidhi jumla ya shilingi milioni 50 kwa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Akizungumza wakati wa kupokea fedha hizo, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema zaidi ya familia 80 za watoto wenye magonjwa ya moyo wanashindwa kumudu gharama za matibabu kutokana na hali za maisha na gharama za matibabu kuwa kubwa. Kwa kweli sisi kama taasisi tumefarijika sana kwa GSM Foundation jinsi inavyojitoa kusaidia na kuisaidia serikali yetu. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan si tu kutoa pesa, lakini wameleta tumaini kwa watoto, wamebadilisha maisha ya watoto. Pengine wangepoteza maisha kwa kukosa hela, kwa sababu wengi wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo wa kulipia. Dr. Kisenge ametoa shukrani kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu mfumo wa 4R ambao umesaidia kuweka mazingira rafiki ya kazi kwa kushirikisha sekta binafsi. Nichukue nafasi hii vile vile kuishukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza katika zile 4R zake. Na ndio maana sasa hivi taasisi yetu inaendelea kushirikiana na mashirika binafsi mbalimbali katika kusaidia. Ni kwa sababu ya zile 4R za Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais ametoa hela nyingi sana kwenye taasisi hii. Na ndio maana taasisi hii imekuwa ndio taasisi ya 3 kwa Afrika kwa kutoa matibabu ya tiba na upasuaji wa moyo. Na taasisi ya kwanza Afrika Mashariki na Kati. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Kwa upande wake, rais wa klabu ya Yanga, Engineer Said Hersi, ametoa wito kwa jamii kujitokeza kusaidia watoto wenye magonjwa ya moyo kutokana na mahitaji ya wagonjwa wa moyo kuwa ni makubwa na gharama za matibabu ni kubwa zaidi. Matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni 8. 8 million. Niko sahihi Dr.? Milioni 50 na kwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari. Zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Hiki tunachokitoa ni kidogo sana ukikompea na idadi ya wagonjwa hao. Sasa nitoe wito kwa watu wote, individual, taasisi, vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali, tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakikidhi asilimia hata 2 ya kile ambacho kinahitajika kutokana na tatizo ambalo linawakuta Watanzania wenzetu. Tukikaa kimya, hatutaweza kusaidia hii jamii na tutapoteza watoto. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70%. Ndabakia 30%. Hiyo 30% tunatakiwa tuikave sisi. Na ikiwezekana tuende beyond 30% ili kumpunguzia Mheshimiwa Rais jukumu hilo la kusupport eneo hili moja, na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Naye mkurugenzi mkuu wa taasisi ya GSM Foundation Bi Faith Gugu amesema miongoni mwa sehemu kubwa ambayo taasisi imekuwa ikisaidia ni sekta ya afya, ikiwa lengo la kuchangia ni kusaidia watoto 4,000 kupatiwa matibabu. Moja la eneo ambalo tunafanyia kazi ni eneo la afya, ambapo tumekuwa tukishirikiana na serikali katika juhudi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika uwekezaji wa sekta ya afya. Nadhani ziara yetu kidogo tulioifanya asubuhi imeonyesha dhahiri ni kiasi gani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuwekeza kwenye sekta hii ya afya, na sio kuwekeza lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest kuweka advanced technology kwenye sekta hii. Ikiwa ni sehemu ya kuunga juhudi za serikali, tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali za serikali katika sekta ya afya kutoa misaada kama ambavyo daktari amesema. Tumeshirikiana na Ocean Road kununua vifaa. Juzi tumekuwa Amani Hospital pale tukikabidhi shilingi milioni 100 za kufanya ukarabati wa hospitali ile. Na leo kama ambavyo amesema tuko hapa JKCI kukabidhi hundi ya shilingi milioni 50 ambazo kimsingi tayari tumeshafanya transfer, ziko katika taasisi hii kwa ajili ya kuchangia matibabu ya matatizo ya watoto ambao wana matatizo ya moyo
Miongoni mwa walionufaika kupata msaada huu ni Bwana Boniface Moses Ngano, baba wa mtoto Fred ambaye anapatiwa matibabu yake JKCI akitokea mkoani Ruvuma. Ametoa shukrani zake kwa JKCI, GSM na klabu ya Yanga kwa msaada huo. Nipo hapa na mtoto wangu mwenye miezi kama 3, anasumbuliwa na tatizo la moyo. Kwa hiyo kwa kweli nashukuru nimeweza kusaidiwa kwa mchango wa 7 na 4. Nawashukuru sana wadhamini na maendeleo kufanya hivyo kwa mchango wenu. Serikali imekuwa ikichangia 70% ya matibabu ya watoto wanaosumbuliwa na magonjwa ya moyo waliopo JKCI ili kuendelea kutia nuru, kuleta matumaini na kuokoa maisha ya watoto. Mwanahamisi Simai, Informative TV. Informative TV. We